بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaingia katika sura Ar-Rum, sura ya 30 katika mfululizo wa darasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anabainisha katika sura hii akisema Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sura hii ni mojawapo katika sura zinazodhihirisha maajabu ya Qur'ani na miujiza yake. Katika aya hii Mwenyezi Mungu anabainisha kwamba Warumi wameshindwa na Wafursi. Warumi ni ahlul kitabe. Katika mapambano ya kivita wameshindwa kwa mara ya kwanza, wakashindwa wakapata ushindi. Wafursi ambao ni majahil, majusi ambao makafiri walikuwa hawakuwa na kitabu, na Warumi ni makafiri waliokuwa wamepata kitabu, wanatokana na Uyahudi. Hivi Mwenyezi Mungu anasimulia hapa kwamba Warumi wameshindwa, lakini baada ya kushindwa kwao watashinda wao. Watashinda katika miaka michache inayokuja. Fi bidhi sinina, katika miaka michache inayokuja. Kwa hivyo asema Mwenyezi Mungu Alif Lam Mim Allahu a'lam bimuradi bidhalik ghulibatir Rum. Wameshindwa Warumi na Wafursi katika vita vya mapambano fi adna al-ardi, ndani ya sehemu ya ardhi iliyo karibu na Saudi Arabia. Wa hum min ba'di ghalabihim, lakini na wao baada ya kushindwa kwao sayaghalibuna, watashinda Warumi. Baada ya kushindwa kwao wale kushindwa na Wafursi baada ya miaka michache inakuja watashinda. Lillahi al-amru, uamuzi ni wake Mwenyezi Mungu, min qablu, kabla ya kushindwa kwa Warumi, wa min ba'du, na baada ya kushindwa. Uamuzi ni wake Mwenyezi Mungu. Wameshindwa kwa uamuzi wa Mwenyezi Mungu na watashinda kwa uamuzi wa Mwenyezi Mungu. Wa yawmaidhi, na siku hiyo watakaposhinda Warumi, yafrahul mu'minun, watafurahi waumini wa kitabu cha Qur'an. Watafurahia binasrillahi, ushindi wa Mwenyezi Mungu. Yansuru man yashau, anavyompa Mwenyezi Mungu ushindi anemtaka. Wa huwa al-azizur rahim, na yeye Mwenyezi Mungu ni mshindi, ni mrehemevu. Wa'ada Allah, huwa ni ahadi wa Mwenyezi Mungu atautimiza, kwani la yukhlifu Allahu wa'dahu, haendi kinyume Mwenyezi Mungu na ahadi wake. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun, lakini tu watu wengi hawajui hilo, hawajui ukweli wa mambo ulivyo. Ya'lamuna, wanajua, wanayajua machache, dhahiran min al-hayati ad-dunya, yakijuu ya mambo ya uhai wa ulimwengu ndio wanayajua. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, lakini kwenye ukweli wa mambo wa akhira hawajui kitu, wameghafilika kabisa, hawajui. Awalam yatafakkaru, kwa nini hawafikiri fi anfusihim, ndani ya nafsi zao, ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi, hakuumba Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi na vilivyo ndani yake isipokuwa kwa ukweli mtupu. Wa ajalin musamma, na kwa kutimiza muda uliotangazwa, uliopangwa. Wa inna kathiran minan nas, na wengi wa watu, biliqa'i rabbihim lakafiruna, mkutano wa Mola wao wanaukanusha. Awalam yasiru, hivi hawatembei fil ardhi, katika dunia, fayanzuru, wakaona kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, wakaona namna yalivyokuwa mabaya matokeo ya mwisho ya watu ambao waliopita kabla ya wao, waliokanusha ukweli wa Mwenyezi Mungu. Kanu, walikuwa hao, ashadda minhum quwwa, ni bora kuliko wao kwa nguvu. Wa atharu al-ardha, na wakacha athari katika dunia. Wa amaruha, wakajenga, akthara mimma amaruha, zaidi kuliko walivyoimarisha wao. Wajaatuhum rusuluhum bil bayinat, wakawajia wao wajumbe wao pamoja na dalili za wazi. Fama kana Allahu liyadhlimahum, hakuwa Mwenyezi Mungu mwenye kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhlimun,
lakini wenyewe nafsi zao walizidhulumu. Thumma kana aqibatu alladhina asa'u su'a, kisha kama matokeo ya wale watu waliofanya maovu mwisho wao ukawa ovu kabisa. Ankadhabu, kwa sababu ya kukadhibisha kwao biayati Allah, aya za Mwenyezi Mungu, wakanu biha yastazi'un, na wakawa aya za Mwenyezi Mungu wanazifanyia tashtiti, shere na kichekesho. Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu, Mwenyezi Mungu ndiye anaendeleza umbo kisha akalirejesha. Thumma ilayhi turja'un, kisha nyote kwa Mwenyezi Mungu mtarejeshwa. Wa yawma taqumu sa'atu yublisu al-mujrimun, siku tukitasimama kiyama watakata tamaa makafiri. Walam yakul lahum min shurakaihim shufa'a, na wala hawatampata yoyote katika wangu wao wa kuombea. Wakanu bi shurakaihim kafirin, na matokeo ya mwisho wao wenyewe waungu wao watawakanuka. Wa yawma taqumu saa, ikumbuke siku kitasimama kiyama. Yawma idhin yatafarakuna, siku hiyo watu watatawanyika, watagawika. Wema wafuate njia yao na waovu wafuate njia yao. Viongozi watafute wafuasi, wanawatafuta viongozi. Fa alladhina amanu wa amilu salihat, ama wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakafanya mazuri, fahum fi rawdatin yuhbarun, wao watakuwa katika bustani za pepo, wanapongezwa kabisa, wanapongezwa na furahishwa. Wa amma alladhina kafaru wa kadhabu biayatina wa liqa'il akhirah, ama wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu wakakanusha aya zetu na wakakanusha siku ya kukutana na Mwenyezi Mungu ya kufufuliwa, fa ulaika fil adhabi muhdarun, hao ndani ya adhabu watahudhurishwa. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun, ni wake Mwenyezi Mungu utukufu wa sifa na ukweli wa heshima. Ni wake Mwenyezi Mungu utukufu wa sifa, sifa tukufu na heshima, fis samawati wa fil ardi, na katika mbingu na ardhi, wa ashiyan, na asubuhi, wa hina tudhiruna, na jioni, wakati wa jioni inapotua jua na wakati wa mchana wa dhuhuri linapochangamka jua. Mwenyezi Mungu yukhrijul hayya minal mayyit, anavitoa vilivyo hai kutokana na vifo. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, anavitoa vifo kutokana na vilivyo hai. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye uwezo wa kuhuisha ardhi baada ya kifo chake. Wakadhalika tukhrajuna, na hivyo ndivyo mtakapotoka nanyi, hivyo ndivyo mtakapotoka nanyi kutokana na makaburi yenu. Wa min ayatihi, na katika dalili zake Mwenyezi Mungu, an khalaqakum min turab, ni kuwaumba nyinyi kutokana na mchanga. Thumma idha antum basharun tantashirun, kisha mkawa nyinyi ni binadamu mnaotawanika katika dunia. Kila pembe mko, kila rangi mko, wa vimo tofauti. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, katika dalili zake Mwenyezi Mungu ni kuombieni nyinyi kutokana na nyinyi wenyewe wake. Litaskunu ilaiha, ili mtulizane juu yake hao. Waja'ala bainakum mawaddatan, na akafanya baina yenu mapenzi, wa rahma, na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi zinazothibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na ukweli wake kwa watu ambao wanafikiri. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi, na katika dalili zake Mwenyezi Mungu za kuwepo kwake na utukufu wake na ukweli wa mambo yake. Khalqus samawati wal ardi, ni umbo la mbingu na ardhi. Katika dalili zake Mwenyezi Mungu ni umbo la mbingu na ardhi. Wa ikhtilafu alsinatikum, na tofauti ya lugha zenu. Wa alwanikum, na rangi zenu. Inna fi dhalika la ayatin lil alamin, hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi kwa watu ambao wanajua, kwa viumbe wote, au lil alimina, kwa viumbe wanaojua. Lil alamina, kwa viumbe wote, lil alimina, kwa watu wanaojua. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar, na katika dalili zake Mwenyezi Mungu ni kule kupata kwenu usingizi wakati wa usiku na mchana. Wa bitighaukum min fadlihi, na kutafuta kwenu fadhila zake Mwenyezi Mungu. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasmaun, hakika ndani hayo kuna dalili za wazi za ukweli wa Mwenyezi Mungu kwa watu wanaosikiliza mawaidha na maonyi na miongozo wakazingatia.
wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama. Katika dalili zake Mwenyezi Mungu anakuonyesheni umweso unapokuja unakupeni tamaa, hofu unakupeni hofu kwanza kwa ule mji wake, na halafu tamaa kwa matokeo baada yake pale ambapo inaponyesha mvua. Wa yunazilu minas samaa'i ma'a, anateremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni maji, fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha, akahuisha ardhi baada ya ufu wake kwa ukame, akahuisha kwa kuota mimea, miche, miti. Inna fi dhalika la ayati, hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi za ukweli wa Mwenyezi Mungu, liqaumi yaqilun, kwa watu wanaotumia akili zao wakazingatia ukweli. Wa min ayatihi an taquma as-samaa wal ardu, na katika dalili zake Mwenyezi Mungu ni kuthibiti mbingu na ardhi biamrihi, kwa amri yake. Thumma idha da'akum, kisha atakapokuteni Mwenyezi Mungu da'watan min al-ardi, wito mmoja tu atakapokuiteni, ya ayyatuhal nidhamun nakhira wal ajsadu al-baliya qumu ila amrillah, ndio wito wake Mwenyezi Mungu. Enyi mifupa iliyotawanika na miili iliyobayuka, simameni mrejee katika amri ya Mwenyezi Mungu. Idha antum takharujun, kwa wito huo mmoja tu nyote mtatoka makaburini mje katika uwanja wa mahshari, uwanja ambao mtahesabiwa, mtachekiwa matendo yenu na mtalipwa. Walahu man fis samawati wal ardi, ni milki yake Mwenyezi Mungu viumbe vyote vya mbinguni na ardhini. Kullu lahu qanituna, vyote kwa Mwenyezi Mungu ni vitiifu. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye anaanzisha umbo na kisha kalirejesha. Wa huwa ahwanu alayhi, na ile la kulirejesha viumbo kwa Mwenyezi Mungu ni jepesi. Walahu al-mathalu al-a'la, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye sifa tukufu fi samawati wal ardi, mbinguni na ardhini. Wa huwa al-azizul hakim, na yeye Mwenyezi Mungu ni mshindi mwenye hikima. Daraba lakum mathalan min anfusikum, anakupigieni Mwenyezi Mungu mfano wa nyinyi nafsi zenu. Hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka, nyinyi katika wale watumwa mliowamiliki, au ng'ombe au mbuzi, mnawashirika nyie fi ma razaqnakum, katika kile ambacho tumekuruzukuni. Kati yenu kuna tajiri ambaye ng'ombe wake ni mshirika wake, kati yenu kuna bwana ambaye mtumwa wake ni mshirika mwenzake katika alivyomiliki. Fa antum fihi sawa, mkawa ninyi mnajitambua na mnakiri na mnakubali kwamba nyinyi na hao watumwa wenu au wanyama wenu ni sawa sawa katika mlivyomiliki. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum, mnaogopa kama mnavyoogopa nafsi zenu. Kama hamna, jibu ni kwamba hamna. Hakuna mtu ambaye anamshirika ng'ombe wake, hakuna mtu ambaye anamshirika mtumwa wake. Basi kama hivyo, kadhalika nufassilu al-aya, kwa mfano huo tunazipambanua aya kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu hana mshirika katika umbo la mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu hana mshirika katika viumbe vyake wote. Mwenyezi Mungu hana mshirika katika ibada anazoabudiwa. Liqaumi yaqiluna, kwa watu wenye akili wajue hilo. Bali taba alladhina zalamu, lakini wanafuata watu ambao ni madhalimu na nafsi zao, wanafuata ahwaahum, mapenzi yao ya nafsi, bighairi ilmin, bila na kuwa na ujuzi wote. Faman yahdi man adalla Allah wa ma lahum min nasirin, nani atakayemuongoa mtu ambaye alikwisha achia upotevu wake na Mwenyezi Mungu? Na kwa hivyo hakika hao hawana wa kuwanusuru. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, basi ewe Muhammad, ewe Muislam, unyoshe na uelekeze uso wako kwenye dini takatifu ya Mwenyezi Mungu, dini ya Kiislamu. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, umbo la Mwenyezi Mungu, dini ya Kiislamu ndilo umbo la Mwenyezi Mungu alilowaambia watu wote juu ya umbo hilo. La tabdila li khalqillah, hakuna njia wala hakuna haki ya kubadilisha umbo la Mwenyezi Mungu. Dhalika ad-dinul qayyim, Uislamu ndio dini imara, walakin akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawajui. Munibina ilayhi, kuweni wenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu, wattaquhu, mmuogope, wa aqimu salata, na mdumishe sala tano, wala takunu minal mushrikina, wala msiwe katika washirikina, msiwe kabisa minal ladhina farraqu dinahum
miongoni mwa wale walioigawa dini zao wakanu shi'an wakawa vikundi kullu hizbin bima ladaihim farihun ikawa kila kikundi kile kilicho mbele yake ndicho wanachofurahia msiwe hivyo waabudiaji ng'ombe wakafurahia ng'ombe waabudiaji moto wakafurahia moto waabudiaji nyota wakafurahia nyota msiwe hivyo nyinyi waislamu nyinyi dini yenu ni ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake kwani mnapumbazwa mkapumbazika kwa nini mnapumbazwa mkapumbazika kwa nini angalia wa idha massa an-nasa dhurru inapomfika mwanadamu shida da'u rabbahum munibina ilayhi binadamu hao humuomba Mwenyezi Mungu wao kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu thumma idha adhaqahum minhu rahma kisha akishaondoshia shida akaonjesha rehma idha fariqum minhum bi rabbihim yushrikun ushtukia kikundi kimoja miongoni mwao Mwenyezi Mungu wao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu liyakfuru bima atainahum ili kufanya kufuru kwa kitu tulichowapa fatamatau fasawfa ta'lamun basi endeleeni na kupumbazika kwenu huko hii ni tahdidi ya Mwenyezi Mungu tishio kubwa kwa Mwenyezi Mungu anasema endeleeni na kupumbazika kwenu mwishoni kwenu mtajua fasawfa ta'lamun am anzalna alaihim sultana bali tumewateremshia wao tumewateremshia hoja fa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun iwe hoja hiyo inazungumzia kile wanachokishirikishia wao wa idha adhaqna an-nasa na tunapomwonjesha mwanadamu rahmatan ihsani farihu biha hufurahi kabisa wa in tusibuhum sayi'atun inapowafika shida bima qaddamat aydihim iliyosababishwa na machumi ya mikono yao idha hum yaknatun wanadamu hao wanakata tamaa awalam yarau hawaoni anna Allah yabsutu rizqa liman yasha kwamba Mwenyezi Mungu humtandikia ardhi humtundikia neema katika ardhi mja wake namna anavyotaka wayakdiru na mwingine akamfumbia kwa mtihani anamkunjulia kwa kumpa mtihani ili aonekane kwamba yeye ajulikane wazi kwamba yeye ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na kumshukuru au anamkufuru na yule anayemfumbia vile anamfumbia ni kwa mtihani inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi zinazothibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na ukweli wake kwa watu wanaoamini Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake na wafuasi wake faati dhal qurba haqqahu wal miskin wape jamaa zako karibu haki zao na maskini za Mwenyezi Mungu wa binasabili na wasafiri dhalika khairul lidhakiri lilladhina yuriduna wajha Allah dhalika khairu kufanya hivyo ndio njia bora lilladhina yuriduna wajha Allah kwa wale wanaofuata radhi za Mwenyezi Mungu wa ulaika humul muflihun na hao ndio wenye kufanikiwa wama ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas na mnachokitoa kwa kutaka nyinyi ziada ya manufaa ya riba fi amwalin nas ndani ya mali za watu fala yarbu inda Allah hicho hakitubarikiwa kwa Mwenyezi Mungu wama ataitum min zakati na mnachokitoa kwa njia ya zaka sadaka turiduna wajha Allah mkitaka radhi za Mwenyezi Mungu fa ulaika humul mudhifun hao ndio wanaolipa maradufu 1 kwa 10 mpaka 1 kwa 70 mpaka 1 kwa 700 mpaka 1 kwa idadi isiyojulikana Allahu alladhi khalaqakum Mwenyezi Mungu ndiye mwenye uwezo wa malipo wa namna hiyo Mwenyezi Mungu ambaye amewaumba nyinyi thumma razaqakum kisha akakupeni riziki thumma yumitukum kisha atakufisheni mnapokushamaliza muda wenu thumma yuhyikum kisha atakufufueni hal min shurakaikum hebu niambieni katika hao waungu wenu man yafalu min dhalikum min shay yuko anayefanya moja wapo katika hayo subhanahu wa ta'ala utakatifuni wake Mwenyezi Mungu na utukufu amma yushrikun amepukana kabisa na ushirikina unaoshirikisha washiriki dhahara alfasadu fil barri wal bahri imeenea fisadi katika nchi kavu na katika bahari bima kasabata idin nasi kutokana na machumi wanaochuma watu fisadi hiyo wanaifanya wanadamu liyudhiqahum ba'd alladhi amilu Mwenyezi Mungu
anawasalitisha kwa ajili ya kuonjesha baadhi ya mateso waliokuwa wameyafanya, makosa ambayo wamefanya, au aonjeshe mateso kwa baadhi ya makosa walioyafanya, la'allahum yarji'un, ili pengine wangeweza kurudi nyuma. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotoa mtihani wa neema ni kwa ajili ya mtihani kuwataka wanadamu wazingatie, warejee, na anapotoa mtihani wa adhabu kadhalika anataka kuwajua wanadamu hao wenye kurejea, kuzingatia na kurejea nyuma. Qul siru fil ardi, waambie tembeeni katika dunia, fandhuru muone kaifa kana aqibatu alladhina min qablu, vipi yamekuwa matokeo mabaya ya watu ambao waliopita kabla yao. Kana aktharuhum mushrikin, walikuwa wengi wao ni washirikina. Kana aktharuhum mushrikin fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim, simamisha elekeza uso wako kwenye dini iliyo imara. Min qabli an ya'tiya yawm, kabla haijakufikia wewe siku ambayo la maradda lahu min Allah, hakuna nafasi ya kurejesha siku hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yawma idhin yasaddaun, siku hiyo viumbe wote watasadika, watanyanyasika, watadhalilika. Man kafara fa alayhi kufru, aliyekufuru atakumbwa na ukafiri wake. Wa man amila salihan fa li anfusihim, na mwenye kufanya mema basi ni kwa ajili ya nafsi zao, ya mahaduna wanajitengenezea. Wenye kufanya wema ni kwa ajili ya nafsi zao, wanajitengenezea. Liajzi alladhina amanu wa amilu salihat, ili awalipe wale walioamini na kufanya mema, min fadlihi, kutokana na fadhila zake Mwenyezi Mungu. Innahu la yuhibbul kafirin, kwani Mwenyezi Mungu hawapendi makafiri. Anawalipa mema, anawalipa kwa fadhila zake Mwenyezi Mungu, na anawaadhibu kwa uadilifu wake. Wa min ayati, na katika dalili zake Mwenyezi Mungu zinathibitisha ukweli na uwezo wake, an yursila riyaha, vile kuupeleka upepo unaovuma, mubashiratin, unaobashiria rehema ya mvua, waliyudhiqakum min rahmatihi, na ili kukuonjesheni baadhi ya rehema zake. Walitajri alfulku biamri, na ili itembee jahazi kwa amri yake Mwenyezi Mungu katika bahari. Walitabtahu min fadlihi, na ili mtafute fadhila zake, mfuate fadhila zake. Wala'allakum tashkurun, na ili nyinyi mumshukuru Mwenyezi Mungu. Walaqad arsalna min qablika rusulan, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika tulituma kabla yako mijumbe mbalimbali, ila qaumihim, kwa jamaa zao. Faja'uhum bilbayinat, wakawajia pamoja na dalili za uwazi. Fantakamna minal ladhina ajramu, tukawatia adabu wale waliofanya maovu. Wakana haqqan alaina nasrul mu'minin, na ikawa ni haki kwetu kuwanusuru waumini. Allahu alladhi yursilu riyaha, Mwenyezi Mungu ambaye anazipeleka pepo zenye kuvuma kusi kaskazini, talai maghiba. Fatuthiru sahaban, yakachawanya mawingu, upepo huo ukachawanya mawingu. Fayabsutuhu fi samai, na kuyatandika katika anga. Kaifa yashau, namna atakavyo Mwenyezi Mungu. Wayajaluhu kisafan, kisha akayafanya mawingu yaliyotanda. Fatara alwadqa yakhruju min tilali, utaona mvua inatoka inapenya kutokana na mianya ya mawingu hayo. Fa idha asaba bihi man yasha, anapowafikishia Mwenyezi Mungu kwa mvua hiyo anawataka, min ibadihi, katika waja wake. Idhahum yastabshirun, waja hao waliopata rehema ya Mwenyezi Mungu hufurahi kabisa. Wa in kanu min qabli an yunazzala alayhi, ingawa hapo kabla ya kuteremshwa hiyo mvua kwao, min qablihi la mublisin, kabla ya kuteremshwa mvua hiyo walikuwa ni wenye kukata tamaa. Fanzur ila athari rahmati rabbika, basi hebu angalia ila athari rahmatillah, athari za rehema ya Mwenyezi Mungu. Kaifa yuhyi al-ardha, namna anavyohuisha ardhi baada mautiha, baada ya kufa. Inna dhalika la muhyi al-mauta, basi huyo mwenye kuihuisha ardhi ndiye yeye atayehuisha maiti. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye juu ya kila kitu tunamweza. Katika aya ya 51 ya surat Rum, Mwenyezi Mungu anasema, wala in arsalna rihan fara'awhu musfarra, wakati tunapopeleka upepo mkali wakauona umepiga manjano, la dhallu min ba'dihi yakfurun, watakuwa wanadamu hao baada ya hayo wanamkufuru Mwenyezi Mungu. Fa innaka la tusmi'u al-mauta, lakini wewe juu yako kufikisha ujumbe.
wewe huna uwezo wa kuwasikilisha viziwi wa maiti wala tusmi'u summa, huna uwezo wa kuwasikilisha maiti wala kuwasikilisha viziwi dua au wito. Idha wallau mudbirin, wakati viziwi wakishakupa mgongo huna wa kuambia wakakusikia. Wama anta bihadi al-ummi, na wala wewe si mwongozaji wa vipofu, andalalatihi, kuepusha na uongofu wa upotevu wao, kuepusha na upotevu wao vipofu huwezi. In tusmi'u illa man yu'minu bilayatina, huna wewe wajibu wasipokuwa wasikilishe wale wanaoamini kwa aya zetu, fahum muslimuna, ambao ni waislamu. Allahu alladhi khalaqakum, Mwenyezi Mungu ni yeye aliyewaumba nyinyi min dha'fin, kutokana na udhaifu. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kisha akakufanyieni baada ya udhaifu mkana nguvu. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kisha akarejesha tena baada ya nguvu zenu mkawa dhaifu. Wa shaybatan, na uzee, yakhluqu ma yasha, Mwenyezi Mungu anaumba anachokitaka. Wa huwa al-alimul qadir, naye Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye uwezo. Wa yawma taqumu saatu yuqsimu mujrimun, siku kitasimama kiyama wataapa makafiri, ma labithu ghaira saa, kwamba hawakukaa makaburini isipokuwa saa moja. Kadhalika kanu yufakun, namna hiyo ndivyo walivyokuwa wakiepushwa na ukweli. Waqala alladhina utul ilma, lakini watasema wale waliopewa ilmu wal imani na imani, laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th, mmekaa nyinyi katika maandiko ya Mwenyezi Mungu mpaka siku ya kufufuliwa. Fahadha yawmul ba'th, na hii basi ndiyo leo siku ya kufufuliwa. Walakinnakum kuntum la ta'lamun, lakini nyinyi mlikuwa si wenye kujua, mlikuwa si wenye kujua kabisa. Fa yawma idhil la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum, siku hiyo hayatowanufaisha madhalimu nyudhuru yao. Wala hum yustatabun, na wala hawatakubaliwa nyudhuru zao kujitetea kwao. Walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'an, Mwenyezi Mungu anaelezea wazi kwamba tumewabainishia watu katika hii Qur'ani min kulli mathalin, kila mfano wa hikma, kila mfano wa hikma tumebainishia. Wala inji itahum biaya, na kama utawaletea muujiza wowote katika hiyo miujiza wanaodai, la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun, watasema makafiri, ni bwana waislamu hamna isipokuwa ni wapotofu tu. Kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun, kwa mfano huo ndivyo anavyobainisha Mwenyezi Mungu, akapiga siri, ndivyo anavyobainisha na kupiga siri juu ya nyoyo za watu ambao hawataki kujua ukweli. Na aya ya mwisho ikiwa ni aya ya 60 ya sura Ar-Rum, anasema Mwenyezi Mungu kumwambia mtume wake na waumini, fasbir, vumilia, inna wa'ada Allahi haqqun, hakika wa'adi wa Mwenyezi Mungu wa kuwafufua viumbe ni wa kweli na kuwalipa, hakuna shaka atawafufua na atawalipa. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun, wala yastakhifannaka, wala wasije wakakutisha na wakakufanya mwepesi mwenye kuyumba, alladhina la yuqinun, watu ambao hawana yaqini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa huwa al-azizul ahkam.